Jumapili asubuhi, njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV blesses you. Naam, Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana mtazamaji katika matangazo yetu ya moja kwa moja kutokea hapa Mwanza, Tanzania, Lock City. Lakini pia nikushukuru kwa yule ambaye ulitenga muda wako kuanzia mwanzo kutufuatilia katika kipindi hiki Amka Tumsifu Mungu. Na kwa wale mtangazaji Stella Shao kutoka kule Dar es Salaam kwa matangazo yenu, lakini pia nikushukuru kutoka kwa watumishi wa Mungu ambao umekuwa ni mbaraka kwa watazamaji wetu ambao wanatufuatilia kwa sasa kupitia Star TV. Nikualike katika sehemu nyingine tena kuchukua kijiti hicho kutoka kule Dar es Salaam kwa kukusogeza karibu na madhabahuni kwa Bwana, kukutana na mtumishi wa Mungu, na huyu si mwingine ni mchungaji Boniface Steven ambaye tumekuwa naye wiki pia iliyopita kwa kuzungumza mambo mengi huku na kule, hasa kwa kufundisha kwa kupitia njia ya maandiko, kwa kuitazama Biblia kwa kina zaidi. Na leo tunaanza msimu mpya ama mfululizo wa vipindi na mada nzuri kabisa ambayo itakuwa inakupa elimu bora katika maisha yako, lakini pia kukuinua kiroho na kimwili pia. Leo tutaenda kuangazia mada nzuri ambayo inasema vyanzo vya mtaji kwa Mkristo katika kumcha Mungu. Vyanzo vya mtaji kwa Mkristo katika kumcha Mungu. Na vyanzo vya mtaji katika maisha ya kumcha Mungu, hasa tutagusia kuhusiana na maisha yako wewe mwenyewe kwa kutumia nguvu yako na jitihada zako katika mafanikio. Na tutakuwa na hatua moja baada ya nyingine katika mfululizo huu, na kusihi kabisa mtazamaji usikose. Endelea kuwa nasi na kutufuatilia pia kupitia mitandao ya kijamii kwa kuandika Amka Tumsifu Mungu, na kule utapata YouTube pamoja na Instagram. Na hatua ya kwanza kabisa siku ya leo tutaanza na sura ya kwanza ambayo inasema wema kama mtaji wa maisha. Wema kama mtaji wa maisha ndio sura ya kwanza ambayo tutatembea nayo siku ya leo, ambapo ni ufunguzi sasa katika mada hii pendo kabisa ambayo tunaenda kuijadili kwa wakati huu. Nahodha wako ni mimi Andrea Amos Masanja ambaye nitakuwa nawe hapa nikipaza sauti kwa makini kabisa kukusikiliza na kukutazama zaidi wewe pia ukituma maoni na jumbe mbalimbali kwa kumsikiliza mtumishi wa Mungu ambaye tuko naye hapa studio. Bwana asifiwe mtumishi wa Mungu. Amen. Imekuwa ni wakati mwingine tena kuweza kukutana hapa. Kwa kweli namshukuru Mungu. Ndio. Kabisa. Jumapili. Kwa kunipa neema Jumapili nyingine. Kabisa. Niko katika Star TV. Amen, amen. Wiki iliyopita uligusia mambo mengi sana na watazamaji wengi waliweza kubarikiwa kwa kile ambacho ulikigusia kwa ukaribu. Kwa kweli ninamshukuru Mungu. Hii Jumapili iliyopita ilikuwa ni siku ya baraka sana. Kwa mada yetu ambayo tulikuwa tunazungumzia nini maana ya kaburi li wazi. Ndio. Kiukweli watu wameendelea kubarikiwa sana na mafundisho yale. Amen. Na leo umeona umesheheni vitabu vingi sana hapa mezani umekuja navyo kwa ajili ya mbaraka kwa watu wengine pia. Ndio, kwa sababu Mungu amenipa karama hiyo ya kutumia pia njia hii ya uandishi. Lengo na kusudi ni kufikisha mafundisho kwa watu kwa wingi na kwa kiwango kikubwa. Sawa kabisa. Mada yetu leo kuu hasa tutakuwa tunagusia vyanzo vya mtaji kwa Mkristo katika kumcha Mungu. Ndio. Na pia ukanitonya kidogo, utakuwa na hatua ya kwanza moja baada ya nyingine katika msimu huu mpya. Kabisa. Kabisa, ili mtazamaji wetu apate kupata kitu kwa usahihi. Amen. Kwa tutakuwa na mwendelezo mzuri. Amen. 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 Karibu sana. Najua ufungua sisi kipindi chetu kwa njia ya maombi kama mbaraka pia. Kabisa. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mwema, tunakushukuru kwa nafasi hii uliotupa watoto wako. Asante kwa kipindi hiki ambacho umeruhusu tena ukaseme na watoto wako na kuwafundisha. Tunamwalika Roho Mtakatifu atamalaki na apate kuonekana. Yule muovu ibilisi shetani akanyamaze na hila zake tangu mwanzo hata mwisho. Katika jina lako Yesu tunaomba na kuamini. Amen. 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 Karibu sana tutazame mwanzo vyanzo vya mtaji kwa Mkristo katika kumcha Mungu. Hasa kabisa najua kuna sura mbalimbali na leo naamini utakuwa ni ufunguzi tu kugusia kile ambacho tutakuwa tukiangazia kwa takriban wiki kadhaa hivi. Natamani kabisa tuanze na kitu kinaitwa mtaji.
Ndio. Huenda mtazamaji kwa sasa anafikiri mtaji ni nini kutokana na vyanzo vya mtaji kwa Mkristo. Maana ya mtaji tukizungumzia kwa ujumla, mtaji ni rasilimali yoyote inayomwezesha mtu kuanza jambo, kulikuza na kuwa na mategemeo ama matokeo yaliyochanya. Hiyo ni maana ya ujumla. Lakini hapa mimi ninataka nizungumzie mtaji huu kwa sababu mtaji unagawanyika katika sehemu mbili. Kuna mtaji wa ndani na kuna mtaji wa nje. Huu wa nje watu wengi wanaujua, watu wengi wanaufahamu, na tunapotamka tu mtaji watu wengi wanakimbilia kwenye kwenda huu wa nje. Lakini mimi katika tafiti zangu na katika neema ambayo Mungu amenipa kuendelea kufundisha watu, nimebaini kwamba kuna mtaji wa ndani, ndani ya mtu. Huu una nafasi kubwa ya kumfanikisha mtu kuliko mtaji wa nje. Na mtaji huu wa ndani watu wengi hawaujui. Wengi katika utafiti wangu nimegundua watu wengi, unapozungumza mtaji, watu wengi akili zao zinawapeleka kwenye fedha, zinawapeleka kwenye mali ama vitu vinavyoonekana kwa macho ya damu na nyama. Lakini vitu hivi watu wengi hufikiri kwamba ndivyo vinavyoweza kuwaletea mafanikio makubwa. Kumbe katika kanuni za kimungu sivyo ilivyo. Kuna siri imejificha katika hili kwamba kuna mtaji wa ndani. Kwa baada ya kulibaini hilo sasa, na nilivyoendelea kufundisha, ndio maana sasa nikawa nimeandika kitabu hiki cha vyanzo vya mtaji. Na katika hiki kitabu nimezungumzia sasa ule mtaji ambao unaweza kumwezesha mwanadamu kwenda kwenye level kubwa za mafanikio na kufika hatua kubwa ya hatima yake, ambavyo sasa ndivyo ambavyo vinaleta kuzaa huu mtaji wa nje. Yaani hivi tunavyovizungumza ndivyo kesho vinaweza kukupa kumiliki fedha, ndivyo kesho vinaweza kukupa kumiliki mali na vitu vingine kadha wa kadha. Ndio maana nikasema kuna vyanzo vya mtaji. Na katika nimeona hapa kuna kurasa ya kwanza, wema kama mtaji wa maisha, ambao pia inaendana kabisa na mada ambayo iko mezani katika ufunguzi. Natamani kujua kabla hujafika mbali zaidi, kitabu hiki kina kurasa ngapi? Kitabu hiki kina kurasa 11. Maana yake kina vyanzo vya mtaji wa ndani 11. Vyanzo 11 ambavyo nina uhakika 100% mtu akivifuatilia akapata kitabu akakisoma, na kama kuna swali akauliza, nina uhakika kabisa kuna hatua kubwa sana ya kimafanikio ataiendea. Sasa mimi natamani utupashe habari sasa ya Bwana kwa kupitia sura ya kwanza hii. Tuanze na kwanza kile chanzo cha kwanza. Chanzo cha kwanza cha mtaji. Chanzo cha kwanza. Hapa ninazungumzia mitaji ambayo inatoka ndani ya mtu. Hii ni nguvu inayompush mtu, inayomuinua mtu, inayomsababisha mtu sasa kupata matokeo ya nje. Kwa chanzo cha kwanza cha mtaji katikati ya utafutaji na maisha ya dunia tunayoikaa ni wema, kutenda wema. Kutenda wema. Tunapozungumzia wema tunamaanisha kuchagua kufanya jambo fulani kwa faida ya wengine. Kuchagua kufanya jambo fulani kwa faida ya wengine. Vitu hivi tunavyovizungumza leo, mtumishi wa Mungu, ni vitu ambavyo ni asili ya Mungu na ni kanuni za kimungu ambazo watu wengi wakizielewa na kuzishika zitawaletea matokeo makubwa sana. Na ni moja ya vitu ambavyo shetani hapendi watu wavifahamu kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndivyo chemichemi za mafanikio ya mtu. Wema. Wema ni tumesema kwamba ni ile hali ya kuchagua kufanya jambo kwa faida ya mtu mwingine. Unaamua kufanya mambo mema, kutenda msaada, kutoa msaada, kupeleka kitu fulani, kumsaidia mtu, lakini lengo na kusudi ni ili uwe sehemu ya kuwavusha watu wengine. Uwe sehemu ya kufanya watu wengine wavuke kwenda mahali pengine. Ndio maana kwenye ile kitabu cha Wafilipi ile sura ya 2 mstari wa 4 Biblia inasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe bali na mambo ya watu wengine. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe bali na mambo ya watu wengine. Ukweli ni kwamba katika kutenda wema kuna kufungua mlango wa kubarikiwa mkubwa sana.
Ukiwekeza kwa kutumia fedha na mali, ni kama vile mlango wako wa utafutaji una be limited, yani unakuwa na mipaka kulingana na kiwango chako cha mtaji. Lakini napozungumzia habari ya mtaji, wema kama mtaji, nazungumzia uwekezaji ambao hauna mipaka ya kibinadamu. Anayeamua kwenye lile lango ni kiasi gani cha mafanikio kipite, ni kiasi gani cha uwezo wa kukuinua kipite, ni Mungu mwenyewe, sio tena kiasi chako cha mtaji. Unapotenda wema, unaruhusu kupanua mipaka yako ya kuruhusu lango lako la baraka litawaliwe na Mungu kuja kwenye maisha yako unapotenda wema, ambapo wema ni jambo ambalo ni gumu sana kwa watu. Na wema ninaozungumza hapa ni wema ambao unapotenda hutaraji kulipwa na uliyemtendea. Watu wengi wanatenda wema, yani nakutendea wewe Masanja, nikitaraji kwamba baada ya kukutendea wema Masanja utanipa vipindi vingi. Lakini sasa wema ninaozungumza hapa ili uwe mtaji ni ule unaotenda ukijua unatenda kwa nafasi ya Mungu, ukijua unatenda kwa ajili kwamba wema ni moja ya sehemu ya roho ya kimungu, ni moja ya agizo la Mungu kwamba wamchao Mungu wamepaswa kutenda mema. Ukitenda katika nia hiyo, ukitenda katika njia hiyo, ndiyo wema unageuka kuleta matokeo kwako, ambapo wema huu una pande mbili. Kuna kwa anayetenda, kuna anayetendewa. Yule unayetenda una sehemu ya kupokea baraka kwa Mungu, kutaraji kwamba nia ya moyo uliotenda katika ule wema ilikuwa nia ipi. Lakini pia kwa anayetendewa, wewe unayetendea, kwenye kile kitabu cha Luka ile sura ya 6 inasema kwamba muwatendeeni watu kama ninyi mnavyotaka kutendewa, yani utendee wengine kama nyinyi mnavyotaka kutendewa. Maana yake ni kwamba yule anayetendewa naye ana sehemu au ana wajibu wake wa kusimamia ili ule wema aliyotendewa ufanyike baraka kwake. Watu wengi wamekuwa na desturi ya kutendewa wema wakalipa mabaya. Ukitendewa wema ukamlipa mtu yule ubaya, umefunga mlango wa kubarikiwa, umefunga mlango wa kupokewa. Kanuni iko hivi: ukitendewa wema usiusahau ule wema, hata kama hutarejesha moja kwa moja kwa yule aliyekutendea. Lakini kwa kuwa unajua kwamba hata mimi kufika mahali hapa kuna watu walifanyika daraja la mimi kuvuka, na wewe ukafanyika daraja la wengine kuvuka, umeruhusu sasa ile neema ya Mungu ikufuate. Lakini ukitendewa wema, wewe ule wema ukauishia kwako tu, usiruhusu usambae kwa wengine. Hasara yake ni nini? Ni kwamba unafunga ule mlango wa kubarikiwa. Sawa, unafunga ule mlango wa kubarikiwa. Na mtazamaji, huyo ni mchungaji Boniface Steven kutoka kutoka kule Bujola Kisesa, kanisa la EAGT ndiko anakopatikana huko. Na kitabu hiki unachokitazama ni mjadala makini kabisa, ambapo leo yuko kukufunza zaidi kupitia maandiko ya Biblia, vyanzo vya mtaji, hazina ya mafanikio inayoanzia moyoni. Ni kitabu kizuri kabisa kama alivyoeleza, chenye kurasa 11 takribani 11 ambazo zitakufanya wewe pia kufahamu zaidi vyanzo vya mtaji katika maisha ya Mkristo ambaye anatamani pia kufika katika ufalme wa Mungu. Umeishia hapo kwa kutaja kwamba tunapotenda wema, tunapotendewa wema, tuendelee kutenda wema ili tufungue mlango wa kubarikiwa kwetu. Ukatofautisha hapo kwamba kuna kutenda kwa ndani na kwingine kutenda kwa nje. Nina swali hapo nataka niulize kwa ufupi sana ili kila mtazamaji. Karibu. Mchungaji Boniface Steven. Naam. Kuna watu ambao wako tayari wameshafanya mema sana kwa watu, wamejitoa sana. Ndiyo. Na inafika mahali mpaka wanachoka. Lakini kwa wakati huo akiwa amechoka, haoni mafanikio yoyote. Na anaanza kulaumu kwamba kama Mungu amemwacha hivi, ni kama kuanza kulaumu, kutoa laana. Kwa watu hawa inakuwaje kwa mtu ambaye amejitoa kikamilifu kumsaidia mtu na ametoa misaada kwa watu wengi sana, bado hajaona jambo jema ambalo Mungu amemtendea kwenye maisha yake, na inafika hatua anakosa tumaini kabisa? Ndiyo. Hapo sababu kubwa ni mbili. Sababu ya kwanza itategemeana na nia ya mtendaji. Wewe uliokuwa unatenda wema, ulitenda kwa nia ipi? Na hapo ndipo palipo na shida. Watu wengi hawatendi wema
kanuni ya kubarikiwa na Mungu, wanatenda wema kwa kutaraji kulipwa na hao waliowatendea wema. Wengine wanatenda wema ili wapate sifa za kibinadamu, wapigiwe makofi. Wengine wanatenda wema kwa ajili ya kujionyesha. Ukifanya katika huo mfumo, usitegemee kupokea baraka ya aina yoyote katika Mungu. Mungu yeye anakutaka utende wema pasipo kutaraji maslahi ya kibinadamu. Sawa, pasipo kutaraji maslahi ya kibinadamu. Yes. Ukitaraji Mungu mwenyewe ndiye atambue uwe wema wako. Amen. Na afungue mlango. Hilo ni jambo la kwanza. Sababu ya kwanza inayo kusababisha mtu akatenda wema na asipokee nini? Ujira wake, thawabu yake kutoka kwa Mungu, asipokee. Lakini ukitenda kwa nia njema, ni lazima Mungu afungue mlango wa baraka kwako. Kwa nini? Kwa sababu wema wenyewe ni asili ya Mungu, na Mungu mwenyewe ndiye aliyesema kwamba tutende wema. Na wema ni zao mojawapo na roho wa Mungu ndani yetu. Kwa hiyo ukitenda kwa nia ya kimungu, ni lazima umuone Mungu akibariki kwa ajili yako. Lakini sababu ya pili ni kutenda wema kwa kukata tamaa, kama ulivyosema. Yaani mtu anatenda wema afu anafika hatua anachoka, anakata tamaa. Kanuni ya Mungu sio kuchoka. Kanuni ya Mungu haipimwi kwa kutenda ni muda gani umetenda. Kanuni ya Mungu umepaswa kutenda mpaka mwisho. Unanielewa vizuri? Kwamba mimi nimekutendea wema wewe Masanja, hata kama umenilipa mabaya. Sasa wewe kunilipa mabaya isiwe chanzo cha mimi kufika mwisho kwamba sina sababu ya kuendelea kutenda wema. Kile ninayemtendea wema ananilipa mabaya. Mimi niijue kwamba ili Mungu aweze kunikumbuka, ili Mungu aweze kunibariki, ni kuendelea kutenda wema hadi mwisho. Amen. Hadi mwisho. Sio kutenda tu wema siku 2 3 mwaka mmoja kwa sababu sioni matokeo nikaachia hapo. Sio kanuni ya Mungu. Kanuni ya Mungu imekutaka kutenda wema siku zote. Amen, amen, amen. Kutenda wema siku zote. Na mtazamaji pia unaweza ukashiriki nasi kwa kupitia 0693 852 814 06 93 ni namba ambayo itakufanya wewe kuweza kutuma ujumbe wako katika kufungua ama katika mfululizo wetu wa vipindi ambavyo tutakuwa tukigusia hasa katika vyanzo vya mtaji kwa Mkristo katika anayemcha Mungu. Na leo tuko hatua ya kwanza ama ufunguzi, huku mchungaji Boniface Steven akiendelea kutupa ufafanuzi zaidi. Na vipi kuhusiana, najua leo ni ufunguzi na muda wetu unazidi kukimbia kweli kweli. Kuna watu ambao wanasaidia watu, lakini pia wakishasaidia wanaonesha kupitia mitandao ya kijamii kwa kila ambacho wamekifanya. Je, hiyo ni dhambi? Si dhambi. Pia inaweza kuwa dhambi. Itategemeana na nia ya huyo mtu anayeonyesha. Kwa sababu pia unapotenda wema na ukaonyesha jamii ule wema ulioutenda, ni moja ya njia ya kumshuhudia Mungu. Ni moja ya njia ya kufundisha wengine. Amen. Ni moja ya njia ya kuelekeza wengine kwamba wema huu unaleta matokeo haya. Ndio. Unaelewa? Lakini kama nitarudi pale pale, kama nia yako ni kwa ajili ya majionyesho, unaita vyombo vya habari ili warekodi, warushe ule wema wako kwa ajili ya kujisifu kwa watu, hiyo umetenda dhambi. Hiyo umemkosea Mungu. Umeelewa? Lakini kama umetenda kwa nia njema na lile tukio limepaswa kufika kwa watu wengine, kwa sababu kuna kupitia njia hiyo tunafundisha na watu wengine. Lengo lako ni kufundisha watu. Amen. Lengo lako ni kumshuhudia Mungu. Kuna mtu mwingine anatenda lakini pia anamshuhudia Mungu kwamba kupitia utumishi huu ambao nimekuwa nikimtumikia Mungu, kufanya vitu hivi, masaidizi mbalimbali katika jamii, yamenifanya mimi kufika mahali fulani. Unamjenga na mwingine aliyekuwa pengine amekata tamaa, aliyekuwa pengine ameumizwa, na yeye kupata nafasi ya kupata ule moyo wa kuendelea kutenda mema. Sawa. Kuna watazamaji ambao wanatazama kwa sasa na kupitia kitabu hiki huenda kimewagusa kwa namna jinsi ambavyo tutakuwa na mfululizo wa vipindi vya hapa na pale. Kwa kuwa leo ni ufunguzi, natamani pia utueleze wanawezaje kupata nakala hizi, soft copy na hard copy ya vitabu vyako? Hivi vitabu kwa sasa bado ninavisambaza mimi mwenyewe, na vinapatikana soft copy na hard copy. Na ili mtu kuvipata ni kuwasiliana na mimi. Ndiyo. Ni kuwasiliana moja kwa na mimi.
kwa nambari yangu ya simu. Njia ipi ambayo ni bora zaidi wanaweza kukupata? Ni nambari ya simu. Kwa nambari ya simu kwa kitabu ni rahisi sana kunipata. Nambari yangu ya Voda ni 0744 488 ndio 053. Ndio 0744 ndio 488 053. Sawa. Na kuna wengine watatamani wafike mahali ulipo. Tunapata Kisesa Bujora. Kisesa mtaa wa Bujora, kanisa la EAGT. Ukifika stendi ya Kisesa pale, ukamuomba bodaboda tu nipeleke shule ya msingi Bujora, hapo kanisani. Ukifika tu shule ya msingi Bujora, kuna shule ya msingi Bujora inapakana na shule ya msingi Chifuangaya. Zote ziko katika kiwanja kimoja. Inaanza shule ya msingi Bujora, shule ya msingi Chifuangaya, kanisa. Yaani kibarabara cha mtaa ndicho kilichotutenganisha kanisa na shule. Kwa ukifika tu pale utaliona kanisa la EAGT. Amen, amen. Tuko mahali hapo. Na kupitia mitandao ya kijamii kule unapatikanaje? Kwenye mitandao ya kijamii kwenye Facebook ninapatikana, ukisearch ukiandika Jukwaa la Ndoa ya Mungu. Ukiandika tu Ndoa ya Mungu. Ndoa ya Mungu. Utaipata page hii na iko tu automatic, itakuruhusu kufollow. Itakuruhusu tu kunifuata, alafu kisha follow tu utakuwa umeshajiunga kwenye Facebook account yangu. Sawa kabisa. Ingawa leo mtazamaji tunafungua kipindi hiki ama msimu huu wa kutazama kabisa katika vyanzo vya mtaji kwa Mkristo katika kumcha Mungu, na tutakuwa na mchungaji Boniface Steven. Kwa sasa ngoja tutazamie jumbe chache ambazo zimetumwa na wadau hapa. Huyu anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe, anatokea Upareni. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Mtumishi, hongera sana kwa kuhubiri neno la Mungu. Tuko pamoja sana. Huyu ndio alivyomaliza hivyo. Anasema mchungaji, Mungu akubariki sana sana sana. Huyu anasema barikiwa. Baraka Nindi toka Mahanje, Songea. Nampongeza mchungaji kwa mahubiri mazuri. Mungu ambariki sana 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 sana. Amen. Na kutokana na muda unavyozidi kukimbia, mchungaji Boniface, najua tutakuwa muda mrefu tukizungumza kuhusiana na swala hili. Ndio. Kuna namna fulani ambavyo pia watu wanatakiwa watumie njia zipi sasa, hasa katika vyanzo vya kumcha Mungu kama Wakristo wa kwenda mbinguni na kuachana na vyanzo vya kidunia? Vyanzo vya kumcha Mungu kwa ajili ya kufanyika kama mtaji. Ndio. Ufahamu kwamba wema pia ni chanzo cha kumcha Mungu. Ndio. Na huwezi kuutenda wema wenye kukuletea matokeo kama wewe ndani yako hujaruhusu Mungu akae. Ni vizuri ukaelewa kwamba asili ya kuutenda wema wenye kuleta matokeo chanya kwako ni kumcha Mungu. Ni kumcha Mungu. Huwezi kujiita kwamba ni mcha Mungu kama ndani yako hujafika kiwango cha kuweza kutenda wema. Ni rahisi kutenda wema wa kutaraji malipo kwa huyo unayemtendea wema. Yaani unatenda wema ukiwa unajua kwamba baada ya hapa kuna hiki mtu huyu atanipa. Unanielewa vizuri? Lakini ni ngumu sana kutenda wema. Mtu mmoja akasema hivi, tenda wema nenda zako usingoje shukrani. Kwamba ukatenda tu wema, hutegemei kwamba huo wema ninaoutenda una ritani yoyote kwangu, ila natenda kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Ili utende kwa ajili ya Mungu ni lazima roho ya kumcha Mungu iwe ndani yako. Huwezi kutenda wema kwa ajili ya Mungu kama roho ya kumcha Mungu haiko ndani yako. Sawa. Neno moja kwa watazamaji ambao wanakufuatilia kwa sasa katika msimu huu mpya ambao tutakuwa tukitembea nao. Mimi ni msihi tu mtazamaji kwamba kitabu hiki ambacho tumeanza kukieleza leo na nitaendelea kukifafanua zaidi mbele hapo kwa undani kabisa na kukieleza vitu vilivyoko ndani, aendelee kutufuatilia. Na nina uhakika na naamini kabisa kupitia msaada wa Kristo Yesu atapata kitu kikubwa sana ambacho kitamsaidia kutoka mahali moja kwenda mahali pengine pakubwa sana. Amen, amen. Na mtazamaji, kwa yule ambaye alikuwa anatufuatilia, nikushukuru sana mchungaji Boniface Steven kwa nafasi hiyo ambayo umeweza kutupa na heshima ya pekee kabisa siku ya leo katika mfululizo wetu ambao mtazamaji tunaendelea kutazama kwa kina zaidi kuhusiana na vyanzo vya mtaji kwa Mkristo katika kumcha Mungu, na leo ilikuwa ni ufunguzi tu. Najua ametupasha kidogo, lakini pia unaweza kupata nakala hii ya kitabu kama jinsi alivyosema na kutaja njia bora ya mawasiliano ili kuweza kumpata. Na hapo ndipo tumefikia mwisho wa kipindi hiki, lakini mwanzo pia wa kipindi kingine. Usiondoke, endelea kuwa hapo ukiselelea matangazo haya. Langu jina ni Andrea Amosi Masanja.
Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV, Black